Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Bana, kama ambavyo tumeona ama kama ambavyo jana tuliweza kushuhudia mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha Al Masry. Bahati mbaya mchezo huo umemalizika kwa kushuhudia Simba wakifungwa mabao 2-0. Na ni mchezo ambao naamini kabisa kwa wale ambao ni wapenzi kindakindaki wa football hawawezi wakawa wamefurahia na aina ya matokeo ambayo yametokea. Kwa nini? Kwa sababu matarajio yalikuwa ni makubwa sana kuelekea katika mchezo. Simba the way ambavyo walivyojiandaa, the way ambavyo kikosi chao kwa sasa hivi jinsi kilivyo, tuliamini moja kwa moja kwamba Simba kuna kitu kikubwa sana ambacho wangeenda kukifanya. Simba walienda mapema sana kwenye jiji la Ismailia. Jana wakasafiri kutoka juzi wakasafiri kutoka Ismailia wakaenda pale Suez ambapo mchezo ndipo ulipochezeka. Hakuna taarifa yoyote ya Simba kufanyiwa figisu yoyote kusema kwamba mchezo ulikuwa fair 100%. Na hata mchezo ulipomalizika, kama watu ambao hawako sehemu moja ama hawako vizuri wasingeweza kusalimiana vile, lakini unaweza ukaona the way ambavyo walivyosalimiana, walivyopeana mikono na kuonesha kwamba mechi ilikuwa fair 100%. Wapi ambapo Simba walipokosea ni tactical, ni kwa namna ambavyo Simba waliutafsiri mchezo. Kwenye michezo kwenye mechi ambazo zilikuwa zimepita kati ya Simba ya Masry wakiwa na yule kocha ambaye walimfukuza, walikuwa wanacheza mfumo wa 4-2-3-1 wakiwa na back 4 viungo wakati wawili wa viungo wa shambuliaji watatu pamoja na striker mmoja. Huo ndio aina ya mfumo ambao walikuwa wanacheza nao. But jana kikosi cha Al Masry kilibadilika, kikaja na system nyingine ambayo nadhani Simba hawakuwa wanajua kama wale jamaa wangekuja na system ya namna hiyo, ama hawakuwa wanajua kwamba watakuja kukutana timu ambayo itacheza mpira wa namna hiyo. Timu ambayo imeamua kuingia na system ambayo inawanyima uhuru katika yale maeneo ambayo kusema la ukweli Simba ndo wamekuwa na ubora, kwa sababu ili uweze kupata matokeo mbele ya timu yoyote ile lazima ujue kwanza hii timu inayocheza nayo ubora wake uko wapi. Ubora wa Simba upo kwenye eneo la katikati mwa uwanja. So jamaa wakaenda create situation ambayo eneo la katikati mwa uwanja kutakuwa na watu wengi sana, lakini pia watawanyima mianya Simba kuweza kupita kwenye maeneo ya pembeni, kama ambapo alipo Elie Mpanzu pamoja na Kibu Denis Prosper. Mathalan mtu kama Kibu Denis jana waliweza kabisa kumdhibiti ipasavyo ili jamaa siwezi kufurukuta. Wanajua ubora wake na wamekuwa kimuona, na unajua Kibu Denis ni miongoni mwa wachezaji ambao mpaka ameshatakwa kwenye mechi za namna hiyo. So wakaja na system ya 3-4-1-2. Kwa maana yake ni kwamba walicheza na back 3 ambao zote hizi back 3 ni center back passe, wote wana asili ya kucheza kama beki wakati, na juu yake wakacheza wachezaji wanne, wawili kama wings back na wawili kama midfield. Juu yao wakamwacha yule ambaye alienda kufunga bao, na mzungumzia Dogman ambaye nilimzungumzia hata hapa. Ni kati ya wachezaji hatari ambao niliwataja kikosi hiki cha Al Masry, ni pamoja naye. Nikasema ni miongoni mwa wachezaji ambao ukileta mzaa uwezekano wa kukuadhibu ni mkubwa sana, kwa sababu ni miongoni mwa wachezaji ambao wana footwork lakini pia wana brain ya football. So ndo aliachwa peke yake pale juu akiwa ni kama kiungo juu. Lakini juu yake wakaanzisha wachezaji Bin Yusuf na Mausen. Bin Yusuf si mzuri sana na ndo alikuwa ni striker, si mzuri sana kwenye kutafuta mpira, lakini Mausen Salah ni mzuri sana kwenye kutafuta mpira. So wakawa na idadi ya wachezaji wengi ambao wana uwezo wa kutafuta mpira, lakini pili wakawa na wachezaji wengi eneo la katikati mwa uwanja, kiasi kwamba hii timu ilipokuwa haina mpira eneo la katikati walikuwa wachezaji watano. Angesti wachezaji wangapi wa Simba? Hapo unamzungumzia Ateba ambaye tayari mbida ni wa kucheza kule juu. Hapo unamzungumzia ilikuwa ni mahususi kwa ajili ya Jean Charles au Mpanzu pamoja na Kibu Denis, ndio mahususi ya watu hawa watano, kwa sababu hapo ndipo kwenye matengenezo ya mabao yote ya Simba. Watu watatu wasipokuwa na madhara automatic Ateba kule mbele atakuwa ni useless. Wapo ambao tunaweza tukaa tunamlaumu Ateba kwa kile ambacho amekifanya, lakini end of the day tunaweza tukaa tunamlaumu kwa sababu either kwa sababu tu tumeamua kumlaumu, au tunaweza tukamlaumu kwa sababu ya vovote vile, lakini ya kupata huduma stahiki kwa wakati fulani. So msingi ukawa unaibana Simba kwenye hayo maeneo, na kama walikuta wanapita kwenye usitu wa watu watano,
wakipanda juu sana utakuta wanaupoteza mpira kwenye miguu ya center back hao watatu. Kwa nini? Itabidi ufanye kazi kubwa sana ya kutoka ile eneo la katikati lenye watu watano mpaka uje kuifika 14 ya timu pinzani ama eneo la box. Lazima ufanye kazi kubwa sana. So katika mazingira namna hii lazima utajikuta upo kwenye mgandamizo na utapoteza mipira kiurahisi, na wao watarecover mpira kiurahisi, end of the day watakutoa mchezoni na utajikuta umepoteza mchezo. Lakini ukiachana na hiyo, lazima tuzungumzie ufanisi wa Simba kwenye baadhi ya matukio. Kusema la ukweli, kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba jana hawakuwa na ufanisi mkubwa sana. Kwanza, hawakucreate chance hata moja ambayo ilikuwa na hatari. Kusema kwamba mpango wa kikosi cha Al Masry ulifanikiwa kwa kiasi kikubwa. Hawakucreate chance hata moja ilikuwa na hatari. Wamepiga mashuti 18 kwenye lango la timu ya Al Masry, lakini kuyaconvert yale mashuti kwa mabao ilikuwa ni kazi kubwa sana ambayo imewafikisha mpaka hapo alipofika. Wakati Al Masry wao wamepiga mashuti 7 tu, wakati ambapo kwenye mashuti 7 goalkeeper amefanya save hizo 7. Simba wamepiga mashuti 18 lakini goalkeeper hana save hata moja. Hawana big chance created hata moja. Hao jamaa wamepiga mashuti 7 na mashuti hayo 7 goalkeeper kasave, lakini big chances ambazo walitengeneza zilikuwa ni 2 peke yake. Kwenye hizi big chance 2 ambazo wametengeneza unazungumzia mabao 2. So jamaa hao walikuwa clinical kwenye matumizi ya nafasi ambazo zinapatikana. Na mapema kwenye vipindi mbalimbali hapa nimekuwa nikisema kwamba michuano ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho sio michuano ya kuentertain, ni michuano ya kucheza kwa akili na kupata matokeo chanya. Ukimaintain iko kitu, manaka automatic wewe unajiandaa kushinda. Simba wamepiga pasi 502 ambazo ni useless, ambazo zinapigwa kwenye maeneo ambayo hayakuwa yanahitajika. Na ukiangalia mpira umechezwa wapi kwenye maeneo mengi, utakwambia mchezo umechezwa eneo la katikati kwa 50%, lakini mpira umechezwa kwenye lango la kikosi timu ya Al Masry kwa 31%. Kwenye eneo la Simba mchezo umechezwa kwa 19%. Au kama kwenye eneo ambalo mchezo umechezwa kwa zaidi ya 80% ya mchezo haina mabao, lakini kwenye eneo ambalo mchezo umechezwa kwa 1% ndogo sana, mabao yapo upande wa Simba. Maana hawa watu walikuwa clinical, wanajua anataka nini kwa wakati gani, na walichokipata wakarudi kwenye mfumo wao. Hawataki kumiliki mpira, wakamwacha Simba miliki mpira, pamoja na hayo kwamba yeye ni huko nyumbani, lakini hakuenda na hiyo hulka ya kumiliki nyumbani. Lakini pia naona Simba hata wao wenyewe walihitaji waingie katika huo mchezo, kwa maana ya kwamba hawataki kumiliki mpira, and then wamekutana timu ambayo imewasusia mpira, so inabidi ubadilikie umo. End of the day, hapa ndipo ambapo unapoona upana wa kikosi cha timu. Simba amefanya mabadiliko moja tu. Of course hakuna maeneo mengine, lakini kuna brain ambayo nilikuwa natamani pale ikawachangamshe Simba pale mbele, kwa sababu Kip Dennis tayari alishashikwa ipasavyo. Jean Shalaua alishaonekana anatolewa mchezoni mapema. By the way, Simba wamemaliza mchezo, haimaanishi kwamba wametolewa kwenye michuano. Still bado ana mchezo mmoja nyumbani wa tarehe 9 mwezi wa tarehe 9 mwezi wa pili, tarehe 9 mwezi wa 4 wa mwaka 2025. Siku 7 zijazo wanaweza wakafanya kitu, but ni matokeo ambayo lazima yatakudisappoint. Asante and bye bye.